Bwana, kuelekea kwenye mchezo Tanzania dhidi ya Morocco wenyeji kwenye hatua ya 16 bora ya mashindano ya AFCON, bwana, hamasa inaendelea kutolewa kwa timu ya taifa ya Tanzania kuhakikisha kwamba inafanya vizuri kuelekea kwenye mtanange huu ambao Tanzania ikishinda basi watakuwa wameweka rekodi ya aina yake ya kutinga hatua ya robo finali ya michuano hiyo. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameizawadia timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars shilingi milioni 500 kufuatia kufanikiwa kufuzu hatua ya 16 bora katika michuano ya mataifa ya Afrika AFCON. Taarifa hiyo imetolewa leo Januari 3, 2026 na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwigulu Lameck Nchemba wakati akizungumza na wachezaji pamoja na benchi la ufundi Taifa Stars kwa njia ya simu. Waziri Mkuu Daktari Nchemba amesema kuwa Mheshimiwa Rais amewapongeza wachezaji, benchi la ufundi pamoja na Watanzania wote kwa mafanikio hayo ya kihistoria na kusisitiza kuwa serikali itaendelea kuwaunga mkono timu hiyo. Aidha, Waziri Mkuu ameongeza kuwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameahidi kutoa zawadi nono zaidi endapo Taifa Stars itaendelea kufanya vizuri na kufanikiwa kutinga hatua ya robo finali ya michuano hiyo inayoendelea nchini Morocco. Kwa hiyo bwana, iko hivyo, Taifa Stars kabla ya mchezo huo dhidi ya Morocco wamepewa pesa shilingi milioni 500 na serikali kama sehemu ya wao kutinga hatua ya 16 bora ya mashindano. Bwana, serikali hiyo kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amezawadia timu ya taifa ya Tanzania shilingi hiyo 500 kufuatia kufanikiwa kufuzu hatua ya 16 bora katika michuano hiyo ya mataifa ya Afrika. Bwana, kuelekea pia kwenye mchezo huo, tumeshuhudia kauli ya kocha Miguel Gamondi, kocha wa timu ya taifa ya Tanzania akizungumza juu ya mchezo huo. Bwana, kuelekea mchezo huo wa kesho, bwana, wa hatua ya 16 bora ya kombe la mataifa Afrika AFCON kati ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars dhidi ya wenyeji Morocco. Bwana, kocha wa Stars Miguel Angel Gamondi amesema kuna utofauti mkubwa sana kati ya Tanzania na Morocco, huku akijinasibu kwamba yeye na kocha Warid wa timu ya taifa ya Morocco wamekuwa akisumbuana sana. Anasema Tanzania na Morocco kuna utofauti mkubwa. Binafsi sehemu ya maisha yangu pia yapo hapa Morocco. Namfahamu Wadi, nakumbuka wakati niko FUS Rabat alikuwa ananisumbua kimbinu. Ni kocha mzuri, tumesumbuana sana wakati wa ukuaji wetu kama makocha. Hiyo ni kauli ya kocha Miguel Gamondi akimzungumzia kocha wa timu ya taifa ya Morocco kuelekea kwenye mchezo huo, akisema kwamba ni moja kati ya kocha ambao amekuwa akisumbuana sana hata kwenye ukuaji wake wakati akiwa huko nchini Morocco. Walikuwa akisumbuana pindi ambapo walikuwa nakutana. Lakini Miguel Gamondi bwana amemzungumzia mshambuliaji wa timu hiyo na nahodha wa timu hiyo ya taifa ya Tanzania Samata. Bwana, amewajibu wale ambao pengine wamekuwa wakimzungumza kwamba pengine kiwango kimeshuka, hajitoi na nini mambo yaka mengi. Sasa Miguel Gamondi bwana amesema Lionel Messi sio Lionel Messi yule tena, wala Modric sio yule Modric tena. Hata mbwana Samata ni hivyo hivyo. Wasifurahishwe sana na baadhi ya watu ambao hawampi heshima yake anayostahili Samata. Kwa maana Miguel amkingia kifua mbwana Ali Samata kwa wale ambao wamekuwa kimzungumza kwamba ameshuka, si kaenda kakarudi na kwaje. Kwa hiyo nadhani majibu ya Miguel Gamondi mtakuwa mmeelewa kwamba bado yeye anaamini uwezo wa mbwana Ali Samata, na hata kama anashuka kiwango, Samata wa sasa hivi sio yule Samata alikuwa Aston Villa, wala sio yule Samata ambaye alikuwa KRC Genk. Kwa hiyo watu waelewe hivyo. Hata Messi mwenyewe wa leo sio yule Messi ambaye alikuwa Barcelona, sio huyu ambaye anacheza Inter Miami ya Marekani. Kwa hiyo watu watambue hivyo. Kwa hiyo moja kati ya taarifa kutoka huko Morocco kuelekea kwenye mchezo wa 16 bora Tanzania dhidi ya Morocco. Sasa pia kuelekea kwenye mchezo huo bwana, yule paka mtabiri maarufu kwa jina la Nimbus, yeye bwana ametabiri matokeo ya Tanzania dhidi ya Morocco na ametabiri kwamba Morocco anashinda. Lakini moja kati ya jambo ambalo siliamini kabisa kwa huyu paka ni michezo yote ambayo ametabiri
dhidi ya Tanzania imekuwa tofauti, yani hajawahi kupatia hata siku moja. Kama unakumbuka, alitabiri mchezo wa Nigeria dhidi ya Tanzania, akatabiri sare, tukapigwa 2-1 na Nigeria. Akatabiri mchezo wa Tunisia na sisi, akatabiri kwamba Tunisia anashinda, tukatoa sare ya goli 1-1. Kwa hiyo hata hii ya kutabiri kwamba Morocco anashinda ibaki kwake yeye, lakini tunaamini kabisa Watanzania dua na sara ziko kwa timu ya taifa ya Tanzania kuhakikisha kwamba tunaibuka na ushindi na kuweza kusonga mbele ya michuano hii mikubwa kabisa ya AFCON ambayo inaendelea kutimua vumbi huko Morocco. Bwana, kuelekea kwenye mchezo huo, moja kati ya mchezo mkubwa, ni moja kati ya mchezo ambao ni mgumu of course kwa Tanzania kutokana na zile rank. Pia kwa timu ya taifa ya Morocco na Tanzania ni vitu viwili tofauti. Timu ya taifa ya Morocco ni moja kati ya timu ambayo kiranki iko juu sana barani Afrika. Kama sikosei, kwenye zile nafasi 3 Morocco ni moja kati ya timu ambayo iko hapo, lakini hata kwenye ranki za FIFA Morocco yuko mbali sana. Lakini hata kwenye swala zima la ubora wa wachezaji Morocco yuko juu. Kina Brahim Diaz anakipiga ndani ya klabu ya Real Madrid, lakini pia Ashraf Hakimi anakipiga ndani ya klabu ya PSG na wengine wengi wachezaji wakubwa ambao wanakipiga kwenye vilabu vikubwa. Ni moja kati ya taifa ambalo limebarikiwa of course kuwa na nyota wakubwa na wenye viwango vya hali ya juu. Kwa hiyo ni timu kubwa. Hata kwenye makaratasi ukitazama mechi unaona kabisa kwamba Morocco anaibuka na ushindi, lakini mpira ni wa dakika 90, lolote linaweza likatokea. Kama ambavyo Taifa Stars wamewashangaza wengi baada ya kutinga hatua ya 16 bora ya michuano hii, ndivyo ambavyo pengine watu wanakwenda kushangaa wakiona timu ya taifa inakwenda kutinga hatua ya robo finali kwa kuondoa wenyeji. Na nimemsikia pia naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, bwana Christian Paul Makonda akisema kwamba Watanzania wanataka kusikia Tanzania yaondoa wenyeji, sio Tanzania imeondolewa. Yani Watanzania, na story kubwa ni kwamba Tanzania wameiondoa Morocco. Si story kwamba Tanzania wameondolewa na Morocco, kila story ni Tanzania kuiondoa Morocco. Bwana, kauli ya bwana Ali Samata nahodha, yeye anasema tunajua kesho dhidi ya Morocco itakuwa ni mechi ngumu, ila sisi tuko tayari kucheza mechi za aina kama hii. Tunajua kesho dhidi ya Morocco itakuwa ni mechi ngumu, ila sisi tuko tayari kucheza mechi za aina hii kama hii. Wachezaji wengi wa Tanzania kwa sasa wamezoea kucheza mechi zenye pressure kubwa ya mashabiki. Wengi wao wanacheza CAF Champions League na wengine wanacheza kombe la shirikisho ama dabi yetu ya nyumbani. Kwa hiyo kuwepo kwa mashabiki wengi ambao wanatarajiwa kuwepo kwenye mchezo huo wakishangilia Morocco, bwana Ali Samata anakuambia kwao yeye kwao sio issue, sababu wamezoea pia kucheza kwenye michezo ya pressure. Lakini Paul Christian Makonda pia ambaye ni naibu waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo, yeye anasema kesho naomba Watanzania wote nyumbani tuvae jezi ya timu yetu ya taifa ili kuhamasisha vijana wetu. Nimeona hapa Morocco pamoja na Afrika Kusini timu zao za taifa zikicheza, watu wote mtaani wanavaa jezi za timu zao. Hiyo ni kauli ya Paul Makonda, naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Kwa hiyo kuelekea kwenye mchezo huo bwana, dua na sala kwa Watanzania zinahitajika sana ili kuhakikisha kwamba timu ya taifa inafanya vizuri ili kutinga hatua ya robo finali ya michuano hiyo. Lakini tumeona hamasa ambayo imetolewa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa shilingi milioni 500 kwanza ya kutinga hatua ya 16, lakini naamini baada ya kutinga hatua robo finali kuna kingine kikubwa zaidi